Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni wafuatiliaji wa kitabu chetu hiki cha Taalimul Mutaallim, ikiwa leo ni ukurasa wa 62. Tukiwa mwisho mwa kitabu hiki, ni adhkari ambazo tukikamatana nazo huenda zikatusaidia katika pia kufanya wepesi juu ya swala zima la riziki. Na adhkari hizi sio kwa wanafunzi peke yao, sio kwa watu wazima peke yao, bali kila Muislamu anayeamini, kwa sababu ni adhkari nyingine ni zimetokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyingine ni katika tajarubatu za watu wema, walijaribu akasoma hiki akayaona mambo yake yanakwenda mepesi, akawaambia na wenzake. Kwa namna yote ni kwamba ni mambo ambayo sio kwamba yametengenezwa, ni mambo ambayo yana asili. Sasa tukizikamata itakuwa ni wepesi, tukizipuuza tutayaona bado mambo magumu. Alafu tutaingia katika maneno ya Ibn Wardi aliposema, kullu ahli al-asri ghamrun wa ana minhum fatruk tafasil al-jumal. Watu wote wa zama hizi ni wapuuzaji. Kwa hiyo watu wanakuwa ni wapuuzaji, jambo ambalo lina thamani kwao na lisilo na thamani kwao mtu anaona ni jambo la kupuuza tu na kuliwacha. Haya, sasa tunasema anta Allah, wewe ndio Mwenyezi Mungu, la ilaha illa ant, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila wewe, arrahmanur rahim, mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Anta Allah, wewe ndiye Mwenyezi Mungu, la ilaha illa anta, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila wewe, almalikul qudusus salam, mfalme mwenye kutakasika, mwenye kusalimika, almu'min, sawa, na mwenye kusadikisha nafsi yake, sawa. Alafu almuhaimin, mwenye kuyasimamia mambo ya watu. Muhaiminu mwenye kuyasimamia mambo kwa maana ya kuyapatiliza na kuyachunga. Al-azizu, mwenye kushinda. Al-jabbaru, mwenye nguvu. Al-mutakabbir, mwenye kutakabbar, mkubwa maana yake, anayefanya atakalo. La ilaha illa anta al-khaliqul bari'u, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila wewe, sawa. Al-khaliqu, mwenye kuumba. Al-bari'u, mwenye kuumba hivyo hivyo, sawa. Au bari'u, iwe ni mwenye kutofautiana, sababu mwenye kutakata, maana kuna albari na bari'u. Bari'u mwenye kutakata, basi umetakata na nini na tofauti, kama anavyosema hapa shekhe. Al-khaliqu ni mwenye kuumba, sawa. Alafu al-bari'u, al-khaliqu mwenye kuumba, na al-bari'u ni mwenye kuumba pia, lakini mwenye kuumba hii imeongezeka kwamba ni mwenye kuumba viumbe. Bari'a mina tafauti, mwenye kutakata na tofauti. Kwa mfano, ametuumba sisi wanadamu, lakini katika uumbaji wake wanadamu wote wana mikono miwili na miguu miwili, wote wana macho, wote wana pua, wote wana masikio. Yani huwezi
ukakutana na mtu sehemu alafu ukasema nimekutana na sijui ni mtu yule sijui nini, kiasi kwamba ana tofauti mpaka ujui ni mtu wala nini. Umeona kwamba ana mguu mmoja uko hapa katikati, ana mikono miwili huku iko kama kawaida, lakini hana kichwa, huyo enda zake. Au mkute mwingine ana mikono imeenea kama matawi ya mti, hapa mkono umeteremka, hapa umeteremka, huko mgongoni umeteremka, na mikono kama 8 iko hivi kama ng'ombuli hivi. Hamna kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo yaambiwa hii ndio katika maana halisi ya nini, ya albari. Kwa tunaweza kufasiri alkhaliqu albari'u, mwenye kuumba, lakini huyo khaliqu ni ile nafsi ya kuumba, alafu bari ikaletwa ni sifa ya kutilia mkazo namna ya uumbaji, kwamba ni mwenye kuumba viumbe vilivyoepukana na nini, na tofauti, vimetakata na tofauti, viko sawa sawa, kiasi kwamba tofauti ipo kati ya kiumbe na kiumbe chingine. Lakini kishaambiwa hii ni katika design fulani, hawa ni mbuzi, basi mbuzi utawaona watatofautiana, huyu mnene, umembamba, umeupe, umeusi, lakini ni mbuzi. Alafu almusawwiru, mwenye kutia sura. Mwenye kutia sura ni yule ambaye anaamua, yani kama ni katika binadamu kuna watu wanaitwa designer, ndio designer ndio musawwiru, kama vile alivyosema Mwenyezi Mungu, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Akataka kuweke katika umbo hili, wewe utakuwa mpana mwembamba kidogo, wewe utakuwa mrefu, wewe utakuwa si hivi, umeona wewe utakuwa na pua ndefu kidogo kama Mwarabu, kama Muhammad pale Mustafa, umeona kumchanganya na Waarabu yule, mara asirudi tena huko, umeona wewe utakuwa hivi na hivi, fi ayi surati ma shaa raka. Sasa ile ndio anaamua sasa, hiki nikiweke hivi, nataka nitengeneze matunda, mapera nitayafanya hivi, ndani nitayatia tumba, umeona maembe nitayafanya hivi, ndani nitatia kwa moja tu. Ni yeye Mwenyezi Mungu almusawwiru, sawa lahul asmaul husna, ana yeye majina mazuri, sawa yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi, vinamtakasha vilivyo katika mbingu na ardhi. Wa huwa al-azizul hakim, na yeye ni mwenye kushinda, mwenye hikma. Wa mimma yazidu fil umri, na katika yanayozidisha katika umri, albirru ni wema, tenda wema ni katika mambo yanazidisha katika umri wa mtu. Wa tarkul adha, na kuacha maudhi. Wa tawqiru shuyukhi, na kuwaheshimu mashekhe, sawa. Kama hujakuwa na fursa ya kukutana na mashekhe, basi waalimu ukikutana nao wape heshima, sawa heshima za waalimu ni nyingi, kuwasalimia, kuwapokea, kukaa kwa nidhamu ukikaa pamoja nao, na mambo mengine yote, kuwatanguliza katika mambo ambayo ni haki yao kutangulia, yote haya yanafahamika. Kwa hiyo tuwaheshimu mashekhe, ni miongoni mwa mambo yatatusaidia katika kuongeza umri. Basi kuongeza huko kwa maana yoyote ya kuongeza umri, ziongezwe siku au yaongezwe mambo ambayo utayafanya mazuri, mpaka iwe sasa wewe ambaye umekaa miaka 10 umekuwa sawa sawa na yule aliyekaa miaka 50. Wewe ambaye umekaa miaka 40
wewe umekuwa sawa sawa na aliyekaa miaka 100 au kama umemzidi. Ndio kuzidishiwa umri ambako ulama wamekupa maelezo zaidi katika masala ya kupungua na kuzidi kwa umri. Wasilatu rahimi, na kuunga udugu. Wa an yaqula hina yusbihu wa yumsi kulla yaumi, na kusema anapopambaukiwa na apochoa jua kila siku. 3 marati, mara 3. Subhanallahi mil'al mizan, takatanamayu kwa Mwenyezi Mungu ujao wa mizani. Wa muntahal ilmi, na ukomo wa ujuzi. Wa mablagha ridha, na ukomo wa ridha. Wa zinatal arshi, na uzani wa arshi. Walhamdulillah, na sifa njema ni za Mwenyezi Mungu. Mil'al mizani, ujao wa mizani. Wa muntahal ilmi, na ukomo wa ilmu, ukomo wa ujuzi. Wa mablagha ridha, na ukomo wa ridha, wa kuridhia. Wa zinatal arshi, na uzani wa arshi. Wa la ilaha illa Allah mil'al mizan, na la ilaha illa Allah ujao wa mizani. Mil'al mizani, ujao wa mizani. Wa muntahal ilmi, na ukomo wa ilmu. Wa mablagha ridha, na ukomo wa kuridhiwa wa ridha. Wa zinatal arshi, na uzani wa arshi. Wallahu akbar mil'al mizan, na Allahu akbar ujao wa mizan. Wa muntahal ilmi, wa mablagha ridha, wa zinatal arshi. Uyaseme maneno hayo jioni na asubuhi, takusaidia. Wa an yataharraza au an yatariza an qat'il ashjari ratba, na kujilinda na kukata miti mibichi. Miti mibichi, majani haya na nini, kujilinda kukatakata miti ile. Illa inda dharura, isipokuwa mbele za dharura. Ani kuna ile mtu tu saa nyingine atembea hivi porini, basi tu auone mti auvunje tu, hana kazi nao. Iache bana. Nataka fimbo, labda ni mwalimu nikachape wanafunzi kwa chuoni. Nataka labda mti nende nikajenge. Nataka yani iwe jambo maalum umelikusudia na lina natija kwako. Wassalatu wa isbaghul wudhu, na kueneza udhu. Wa isbaghul wudhu, na kueneza udhu, kwa maana kuchukua udhu ukaufikisha kila unapotakiwa. Utakiwa uoshe miguu mpaka kwenye nguu mbili, ufikishe hata na kuzidisha kidogo mikono yote. Wassalatu bitadhimi, na kusali kwa kutukuza. Walqiranu baina alhaji wal umra, na kufanya qirani kati ya hija na umra. Hija na umra ina namna nyingi za kutekeleza. Iko namna inaitwa ifradi, unafanya hija tu, pengine mwakani unakuja kufanya umra. Alafu ipo namna inaitwa tamattu. Alafu ipo namna inaitwa qirani. Kwa hiyo kuifanya qirani maana yake kukusanya kati ya hija na umra ni katika mambo yanayosaidia katika kuongeza umri. Wa hifdhu siha, na kuichunga afya. Kuchunga afya pia ni katika mambo yanayoongeza umri. Ukiambiwa usile vyakula hivi vinaharibu afya yako, achana navyo. Kula vyakula hivi vinaimarisha mifupa, vinaimarisha si kitu gani, kula hivyo. Fanya mazoezi, basi utajiongezea pia katika umri wako. Wala budda min an yataallama shay'an min at-tibb, na fanabudi pia mtu kujifundisha kitu katika tiba. Wa yatabaraka bil athari alwarida, na tabarruk kwa athari na hadithi zilizokuja fi tibi, katika tiba.
allati ambazo jamaa Sheikh al-Imam Abu al-Abbas al-Mustaghfiri, amezikusanya Sheikh al-Imam Abu al-Abbas radhiyallahu anhu fi kitabihi, katika kitabu chake al-musamma chenye kuitwa Tibun Nabii sallallahu alayhi wasallam. Ameeleza hili ni hili likifanyika hivi linasaidia hivi, lakini marejeo ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yajiduhu man yatlubu, anakipata kitabu hiki anayekitafuta. Kwa ni vyema tukatafuta kitabu hicho kiitwacho Tibun Nabii, pia tukakisoma soma yaliyo ndani yake. Tutajitibu baadhi ya mambo bila gharama kubwa na bila kupata dhambi na bila kuwa tunabahatisha, bali tunafanya tiba iliyokuwa ya usahihi kabisa. Alhamdulillah, sifa njema ni za Mwenyezi Mungu ala tamami, juu ya kukamilisha. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad, na rehemu Mwenyezi Mungu juu ya bwana wetu Muhammad, afdhali rusuli alkirami, mbora wa mitume watukufu, wa alihi wa sahbihi al-a'immati al-a'lami, na hali zake na sahaba zake maimamu wajuzi, ala mamari duhuri, juu ya kupitazama. Maana pamoja na kupitazama, lakini bado anabaki katika utukufu wake ule ule, hajazuka, hajapatikana ambaye sasa anakuja kung'ang'ana naye, kugombana naye, kushindana naye katika utukufu, paka ifikie mahala isemwe kwamba yule alikuwa mtukufu, lakini huyo sasa hivi sio mchezo, huyu ni zaidi, au huyu bwana ni sawa sawa na yule, huyo hapana. Bado yeye anabakia kuwa ni mbora, pamoja na kupitazama, wataakubil ayami, na kupishana masiku. Amin. Mola wetu kubali. Na paka kufika hapa tumefikia mwisho wa kitabu chetu hiki cha Taalimul Mutaallim. Mwenyezi Mungu aingize haya ambayo tumeyasoma kwa upande wa wanafunzi, iwe ni sababu kweli ya kuzifuata njia hizi ya iliyo ndani ya kitabu hiki, alafu tuweze kuipata hiyo elimu kwa wepesi kama ilivyo tegemewa kwa kuandaliwa kitabu kama hiki. Na wala tusiwe kama wale watu ambao wamekisoma kitabu alafu hakiwanufaishi. Iwe sisi ni kitabu ambacho kila tunufaisha, kwa sababu zimetajwa njia zote, vyakula gani ule utapata elimu haraka, vyakula gani usile, mambo gani ufanye. Kwa hiyo usia wangu ni hiki kitabu tukirudie kwa kukisoma na kwa kuangalia, tutayaona mambo mengi yanayoweza kumnyanyua mtu katika upande wa kusoma, tuyafate, na yale yanayoweza kumfelisha mtu tuyawache. Kawaida ilivyo, tukifika mwisho wa kitabu kama hivi ni kumuombea dua mtunzi wa kitabu hiki, ili Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi kila palipokuwa na uzito, nasi Mwenyezi Mungu atupe katika baraka zake, katika siri zake, katika kila kitu chake, miongoni mwa khairi alizokuwa nazo. Kwa nia hiyo tusome sura Ikhlas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma balligh wa usrif thawama qara'nahu hadiyatan nazilatan ila husna sallam wa ila man qara'ana li ajlihi khassa muallif hadha alkitab. Allahumma ij'al fidalahu minan nar, Allahumma ij'al fakakalahu minan nar, واغفر له وارحمه واجمعنا وإياه في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين. اللهم افعل بنا وبه عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا وبه يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم
اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والمغفرة على أهل القبور، إنك ملك رب غفور رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.